Sifa ya kwanza ni ile ambayo mtu ametoka kwa moyo nini? Wa kupenda. Amina. Anasema hivi, Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatoa kwake sadaka yangu. Sifa ya kwanza nini? Ya sadaka. Mtu mwenye moyo nini? Wa kupenda. Lakini pia tukisoma hata Nyakati wa kwanza huku utakuta naye ameeleza hivyo hivyo. Nyakati wa kwanza ameeleza hivyo hivyo. Nyakati wa kwanza sura ya 29 yote wamezungumza pale. Makuhani sasa wakati wanataka kujenga, mmoja akasema jamani, mimi nimeweka akiba ya dhahabu kwa kazi inayohitaji dhahabu. Akawaita viongozi, jamani, ni nani leo anayetaka kujitolea kwa nani? Kwa Bwana, na ajiweke wakfu mwenyewe. Ndipo Biblia inasema basi wale watu wote wakafanyaje? Wewe tusomee maandiko machache kutoka Nyakati wa kwanza sura ya 29. Naomba ukifika nyumbani mtumishi unaweza kusoma kuanzia ule mstari wa kwanza kabisa. Lakini mimi nisome tu mstari michache. Anasema mstari wa 3, nami tena kwani nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu, nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha, naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu. Zaidi ya hiyo akiba niliyoiweka tayari nyumba ya takatifu, yaani talanta 3,000 za dhahabu na za Ofiri na talanta 7,000 za fedha iliyosafishika, ya kuzifunikiza kuta za nyumba ya dhahabu kwa vitu vya dhahabu, na fedha kwa vitu vya fedha, kwa kazi za kila namna zilizofanywa kwa mikono na mafundi. Anauliza sasa huyu kuhani, anasema hivi, ni nani basi ajitoae kwa moyo ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana? Akaendelea, ndipo wakuu wa mbari za mababa na wakuu wa kabila za Israeli na maakida maelfu na mamia pamoja na wasimamizi wa kazi ya mfalme wakajitoa kwa hiari yao, nao wakatoa kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu dhahabu talanta 5,000 na dalkoni 10,000 na fedha talanta 10,000 na shaba talanta 18,000, chuma talanta 1,100. Ukiangalia hapo mtumishi yani hawakusema kila mmoja ametoa 5,000. Leo baada ya makusanyo kadiri, jamani, leo sadaka leo ni milioni 1. Jengo letu linahitaji milioni 5, bado milioni 4. Kwa hiyo watumishi tujipange. Mwisho wa mwezi tena tutakuwa na sadaka nini? Ya changizo kwa ajili ya ujenzi wa nini? Wa hekalu. Ila sio kusema kila mmoja atoe 20,000. Pale umempangia mtu mwingine, kuna mwingine kumbe kwa upendo wake angetoa hata 500,000. Ila kuna mwingine hiyo 20,000 Mungu hajambariki. Mwingine angetoa 5,000 ndio ingekuwa baraka. Lakini ulivyomwambia atoe 20,000, unajua sadaka ni kiwango cha upendo kati ya mtu na nani? Na Mungu wake. Sasa upendo haulazimishwi. Ukimlazimisha mtu atoe shilingi 20,000, utamwona hapa anatoa, lakini pengine ameitoa kwenye mikopo ya kausha damu, au akitoka hapa anaenda nyuma ya hekalu analia machozi. Mimi niliwahi kushiriki mnada moja Dodoma siku ya CAS. Vijana pale wanaanza kufanya mnada pipi nauzwa 200. Sasa si mnajua mnashinda, mimi nitatoa kwa 500. Kumbe mwingine alikuwa anapenda ile pipi amuonye. Sasa alishafanya makadirio ile bei ya pipi, akajua ni bei yake, kwa hiyo akataja bei halisi nini ya kitu. Sasa mwingine akaja akaongezea pale. Mwingine akasema mimi nitainunua kwa 2,000 iende kwa mama mchungaji. Sasa yule aliyetoa 500 alishatoa hela. Akasema sasa hela yangu kumbe imeenda. Pipi haijafika. Alafu imenunua kwa 2,000 na imeenda kwa nani? Kwa hiyo akatoka nje anaanza kufanyaje? Kulalamika, sasa toa hela, pipi sifanyaje? Ndio yale aliyosema Yesu, nyewe hapa walikuwa ni mahali pa sala. Mimi nimeleta leo mmefanya mahali pa nini? Paminada. Tunatunisha mfuko, lakini sio kwa namna hii. Yaani watu waambiwe jamani, kuna hitaji 1, 2, 3 kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Bwana. Kwa kila mmoja ajitoe kwa upendo. Sio kuandika majina. Na inaandikwa kanisa jingine nikuta anaambiwa, mmoja alinikuta mtaani na shule. Sasa mimi niliokoka nimeamua kuacha nini? Alikosa mchango. Mchungaji akasema Jumatano asibebe mchango hapa. Tunaandika majina na bandika wapi? Na bandika ukutani. Kwa hivyo fika ibadani anakuta jina limeandikwa hapa, wasiotoa mchango wa gari ya mchungaji imeandikwa jina pale. Toka anasema nilivyoona vile sijarudi wapi? Kanisani tena. Sasa Yesu anasema kwa sababu ya chakula, kwa sababu ya mahitaji yako wewe, gari ya mchungaji umesababisha kondoo aache njia ya wokovu. Heri mtu yeye angefungiwa jiwe kubwa shingoni akatupwa baharini, kuliko kumkosesha mmoja wa wadogo ambaye Yesu alikufa kwa ajili ya gari, kwa ajili ya mwanao akasoma international, atongelee Kiingereza, avale suruali chini ya makalio. Unasababisha mtu aache wokovu. Adhabu ya huyo mtu ni kubwa. Amina watumishi. Amina watumishi. Amen. Lakini pia tukisoma Wakorintho ile sura ya 9 pia nayo amechambua vizuri pale.
Wakorintho wa pili sura yake ya 8, sura ya 9 nisome mstari wa 6. Lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Umeona mtumishi? Kwa hiyo mpe mshirika kwanza. Mtumishi, wewe Mungu amekupa nafasi ya kuliandaa kundi, mfundishe mshirika maana ya sadaka, madhara ya kutoa sadaka labda ya unyonge, kila kitu ajue. Halafu wakati wa kutoa sadaka wewe kaa pembeni. Mimi siku zote namfananisha mchungaji sawa na mwalimu au na kocha. Kocha akienda kwenye timu fulani wanampa hela, wanaambia wewe sajili nini wachezaji. Alafu kisha sajili wachezaji wanampa bwana, uwanja wa kufanyia mazoezi ni huu, fundisha wachezaji wako. Ila siku ya mechi kocha anakaa nje ya nini ya uwanja, wachezaji ndio wanaonyesha uwezo wao. Sawa na mwalimu anapewa wanafunzi, anafundisha miaka 4, mwaka wa 4 wanaingia kwenye chumba cha mtihani kufanya majaribio yale masomo ya sayansi kwa vitendo. Mwalimu anaambiwa hata kama atakuwa kwenye chumba cha maandalizi ataandaa, baadaye ataambiwa wewe tunaomba ukae nje ili tukipata daktari awe daktari ambaye kweli ana uwezo, amefika hapa kwa uwezo wake. Amina watumishi. Sasa hapa mtu anahape mchango, haumpi mtu nini uhuru. Tunaambia wote hapa tutoe 5,500. Kumbe mimi nina uwezo wa kutoa zaidi ya 5,000. Ila kwa kuwa umenilimit nitaleta 5,000. Kwa hiyo umenikosesha baraka mchungaji. Amina. Lakini mwingine kwa wiki hiyo 5,000 haipati. Yeye kipambana sana labda 2,000. Tena hapa amezuia chai nyumbani sipatikane, sukari sinunuliwe, hela ipelekwa kanisani. Lakini ikifika kule wewe unaangalia 2,000 unaitupa. Niona mchungaji mmoja Kenya amemwaga hela zile ndogo amezimwaga hapa, anasema chukua nani, msinilete vichange hapa, mimi sitaki vile vidogo. Ni makosa. Sababu hawa watu ni kama vidole, wanafanyaje? Wanatofautiana. Huyu atakapofika kuwa mkubwa kama huyu utaona nani yake, lakini wewe unatakiwa kumuombea na kufanyaje na kumfundisha. Amina watumishi. Kila mtu na atende alivyokusudia moyoni mwake, sio kwa huzuni. Sasa huyu unayemwambia leo toa 10,000 wakati upendo wake mbele za Mungu haujafika kiwango cha kutoa 10,000, akizunguka nyuma ya hekalu analia machozi kama Kaini. Sadaka ya Kaini haikupokelewa mbele za Bwana. Amina watumishi. Mungu hapokei sadaka za machozi. Hata sisi wenyewe mama wachungaji na mama mtumishi, piga picha wa mtumishi una tukio lako la ndoa. Amina. Na mama mchungaji labda ndio mdogo wako au vyovyote vile, au dada. Sasa huyu alishafunga ndoa, gauni ya sherehe nayo. Amina. Sasa wewe umehangaika, unajua gauni la ndoa la sherehe nitaomba kwa nani? Kwa dada. Umeenda mambo mengine, imebaki wiki, unampigia simu naomba gauni, akakunyima. Alafu mama anafuatilia, wewe fulani, kila kitu kiko sawa. Mama, kila kitu kiko sawa isipokuwa nimekosa kitu hiki kimoja. Nini? Gauni. Wewe kwa nini dadako sana nalo? Umemwambia? Nimemwambia, ameninyima. Anakata simu kwa hasira, kama hajaokoka anaanza na matusi kabisa, sio? Anampigia simu dada, wewe kama hajaokoka anaanza kwanza na tusi, pumbavu wewe. Mama, nimefanya nini? Mshenzi. Nini na nini? Mama, nini? Dada mdogo akaja kuambia aje kushikilisha nguo, amenishika. Kwani umemnyima? Nikikata hii simu, nikipiga, nisikie umeshapeleka nini? Shera. Amina. Haya, dada anamheshimu mama kwa sababu amesema mama. Anafungasha shera haraka anakuletea. Wakati anakuletea mdogo wako, unaona michirizi ya machozi, ndio anakukabidhi nini? Shera. Sasa bahati nzuri, yeye anakukabidhi na wewe shera uliloliagiza limeshaletwa na fundi. Siku ya sherehe utavali. Haya, alichotoa mdogo wako au ndugu yako, kumbukumbu yako itakuwepo? Haitakuwepo. Amina watumishi. Ndivyo na sisi mbele za Mungu hivyo. Kwa michango. Wakristo wengi sisi ni mashahidi. Wakristo wengi wanabidi sana kutoa michango, lakini utakuta anafika mahali mpaka kiatu nafanyaje? Inatoboka. Au ni baraka mpaka tumekutana na watu wengi wamekata tamaa kutoa. Wanaona Mungu hizi baraka, ahadi hizi ni za uongo. Kumbe tumewakosesha namna ya kutoa. Au unasema mimi nitatoa 200,000, makofi atakayomiminika hapo. Sasa mwingine akisema aliyesema 200,000 alipigiwa makofi dakika nzima. Yeye uwezo wake kutoa 10,000. Amina. Na yeye sasa mimi nikisema hapa 1000 mbona nitaharibu muendelezo. Inabidi ajitutumue. Amina.
Au mwingine utakuta kabla hujapewa mic anambia vile, angalia huyu mchungaji wa nini wa Mpanda, angalia tu suti yake tu ya Dubai, angalia shati yake pale ya Ulaya hii, angalia kiatu tu hiki cha milioni, hawezi kuniangusha. Haya, mpeni mic aahidi. Mtumishi, wewe uwezo wako ni kutoa 50,000 kwa sifa hizi tulizokusifia, utasema 50,000? Sinabidi uongeze. Kwa hiyo ukiongeza huyu amelazimisha kupenda, akitoka nje, akizunguka nje ya hekalu analia machozi, akilia machozi, sadaka imekuwa laana. Malaki sura ya 2 anasema tunapokosea kwenye sadaka inageuzwa kwa mavi na tunapakwa wapi? Usoni. Kwenye uso. Sasa Wakristo wengi leo tumepakwa, tumetoa sana, ila tumekosea namna ya kutoa. Kwa hiyo hatuoni zile baraka, na wengi Yesu atawaambia sijawahi kuona sadaka yako. Naambia Yesu, mimi hata watoto wangu sikuwawekea utaratibu wa chai kwa ajili hata sukari na nini kwa ajili ya kutambia ulitoa. Sijaona. Sioni. Wewe ulitoa kwa sifa. Mbona niliona kwenye Mathayo sura ya 6, mnapofanya wema wenu, fanyeni kwa siri. Wewe ulifanya kwa matangazo, thawabu yako kwa sababu watu wakisema mimi natoa 50,000. Tunapokaa kama vijana, tuchague kiongozi wa vijana, watanichagua mimi. Amina watumishi. Haya, tunanunua viti. Kila mmoja achangie 10,000. Mimi nasema mchungaji, mimi nitachangia 300,000. Mtumishi, tumeweza kununua viti kama hivi vichache. Mimi ndio nimetoa 300,000. Wewe umetoa 10,000. Aya, siku mimi nimechelewa ibadani, wewe umewahi umekaa kwenye hivi viti vya mbele. Mtumishi. Halafu mimi Amen. Niwakute pale. Amen. Na mnipata mtumishi? Kanisani mimi uwezo wangu anawatoa kwenye wepo jamani. Sikizienda malizia. Mimi ambaye nina uwezo mkubwa, tuliposema tunanunua viti, mimi nikasema nitatoa 300,000. Sasa mtumishi mwingine yeye alitoa labda 5,000 tu, ambaye haitoshi hata kununua nini? Kiti. Sasa Jumapili ijayo viti vimewekwa vichache kama hivi vichache, vimepangwa mstari wa kwanza na wa pili, watu wamekaa. Sasa mimi nimechelewa zangu na kujua pale kanisa mimi ni nani na wewe ni mtu wa maana. Amina. Nikafika nikakuta mtumishi mwingine na yule ambaye hakutoa kabisa hata 100 amekaa kwenye kiti. Nitakapoingia mimi na kusogea kwenye yale maeneo kwenye viti, nini unajua kitatokea? Sio atakupisha. Unaona itakachotokea? Yaani asiyetoa akisikia huyu ndio amenunua hivi viti, ametoa 200,000. Akili yake itamwambia wewe usahili kukaa kwenye hiki kiti. Nenda kakae kwenye nini? Kwenye mabenchi. Mpishe huyu mwenye nini? Mwenye hela zake. Sasa hilo ndio Yesu anasema thawabu watakuwa wameshapewa na nani? Na wanadamu. Hakuna kazi moja duniani yenye mishahara miwili. Ndio maana hata kusifia tunamchagua kiongozi kila kitu yeye. Kwa sababu anamtumikia Mungu. Tulipotoa 1,000 ile 10,000. Tulipofanyia kile alifanya zaidi, basi kila kitu anampa kule, kumheshimu, kumstai, ndio thawabu zenyewe. Sasa atakapofika mbele za Yesu atamwambia kaangalia kwenye naye hazina yake, sababu hamna kitu. Amina. Hamna kitu. Kwa ndivyo ilivyo maisha ya Wakristo wengi. Mpaka wanakata na wanajua Mungu ni dhalimu, Mungu si dhalimu, ila hawajatoa sadaka mbele za Mungu. Zimeishia kwenye makapu ya nini? Ya kanisa, na tumekoseshwa huku. Uandishi wa majina kwenye sadaka miaka sijajua baba nani miaka gani, lakini ameanza hivi karibuni, mara baada ya wachungaji wenye tamaa ya pesa kuingia madhabahuni. Lakini enzi za injili ya kweli hayakuwepo hayo mambo, na watu watumishi walikuwa wanajitoa. Mtumishi, watu walikuwa wanajitoa. Naona kama mtu anaenda kabisa fanya kazi, mshahara wake wote anaenda kutoa nini? Sadaka. Lakini tulipoanza mambo ya michango na kuanza kuwatukuza wanaotoa nyingi na kuwadharau wale wanaotoa kidogo, kanisa likachanganyikiwa. Upendo ukafanyaje? Hata wale unajua kuna mwingine anatoa 100,000, hataki umsifie. Utakaposema angalia mama mchungaji, wengine igeni mfano wake. Wengine ametoa 2,200, mama mchungaji ametoa 500,000. Huyu kama ana roho Mungu utaona pale alisema mtumishi jana, anasema ule moto umefanyaje? Umezima. Kwa sababu Roho Mtakatifu atamshuhudia hiki ni alichokitangaza mchungaji ameharibu sadaka yangu. Kesho umuoni huyu. Amina watumishi. Amen. Kwa hiyo kukiwa na hata Paulo kwenye Wakorintho wa kwanza 16:1 anasema ile sadaka ya changizo kama nilivyoagiza makanisa mengine, na nyinyi hivyo fanyeni hivyo. Siku ya kwanza juma mtakapokusanyika, kila mmoja aandae sadaka yake kwa kadiri ya kufanikiwa kwake. Ndio msingi. Amina watumishi. Kwa hiyo mtumishi, Mungu amekubariki wiki hii, umepata kazi, umelipwa 500,000. Kiwango cha kutoa Roho Mtakatifu atakuambia. Amina.
mtumishi hapa amepata 300,000. Kiwango cha kutoa Roho Mtakatifu atasema naye. Mimi nimepata 50,000 kiwango cha kutoa, lakini mchungaji atakiwa asimame. Jamani, tunaenda kufanya ujenzi wa nini? Wa nyumba ya ibada. Mimi siwezi kutoa 1,000 kwa ajili ya kujenga nini? Nyumba ya ibada, lakini mchungaji asiniambie nitoe laki. Yaani akiniambia tutoe laki au toa 20,000, pale anakosea, ila aniombee ili nisiwe na roho ya nani na Safira, nisikosee ninapofanya nini? Maamuzi, na mimi nione Mungu kwanza, mengine baadaye. Utaniona naenda kufanya kazi, pesa natoa bila machozi, bila kunungunika, bila nini? Manunguniko. Mwisho wa siku kanisa linabarikiwa na watu wanamtumikia Mungu bila malalamiko, bila matabaka. Amina watumishi. Tumetengeneza matabaka sana makanisani kwa kujua huyu anatoa shilingi ngapi. Sasa hivi wachungaji wengi wazee wao wa kanisa ni wale watu wenye mishahara. Zamani nakwambia tukiwa na mkutano Dodoma, alikuwa hajui hata nauli inapatikana, anafunga siku 3. Ila baadaye alipogundua huyu mwalimu, huyu daktari ndio afungi, anapiga simu. Mpigia simu wa kwanza, mimi nitatoa 2,500,000. Nitatoa anajua 5,000 tayari. Nitatoa 1,000 na 6,000. Nitatoa 1,000 sasa 7,000. Na anaendelea, ndio kukutana na hiyo kesi Beatu. Mama mchungaji atakuwa aende kwenye kambi la wamama. Nauli wale wenyeji walisema kutoka pale tupo kuwepo mpaka wanapoenda Suma Mashele wapi ilikuwa ni shilingi 15,000, lakini kanisani wanasema itolewe 60,000. Alafu na yeye ya chakula ni zaidi ya ile. Watu wakaanza sasa hapa hadi kwa shilingi nauli. Sasa ukiona hadi kanisa mpaka watu wamechoka kutoa, wanaanza kulizana, wanaanza kupiga hesabu. Unjue nyewe mmeweka viwango vya juu ambao limekuwa jaribu jambo zito kwa mtoto. Na Biblia inasema ole wake mtu ampitishaye binti yake katikati ya nini? Katikati ya moto. Amina. Sio watu hataki kutoa, hapana. Watu wanatoa lakini wanatamani waone matokeo ya kile wanachokitoa. Sio kama mtumishi kidogo angalau